Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, amani na iwe kwako. Na kukaribisha katika channel hii ya Kairos TV Elimika, ambayo ni madhabahu kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu na masuala mbalimbali yahusuyo jamii, ndoa, familia na malezi. Mafundisho kupitia channel hii yatakusaidia kuimarisha afya yako ya akili, mwili na roho. Tafadhali usisahau kusubscribe na kubonya kitufe cha kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa au notification mara tunapopandisha au upload masomo. Neno la Mungu linasema kila apendaye mafundisho hupenda maarifa. Tunasoma haya katika Biblia, kitabu cha Mithali sura ya 12 mstari ule wa kwanza. Karibu sana. Umuhimu wa kuheshimu wazazi kijamii. Kijamii, umuhimu wa heshima ya watoto kwa wazazi huonekana katika mambo yafuatayo. Kwanza, inajenga uhusiano bora wa kifamilia. Watoto wanapoonyesha heshima, uhusiano ndani ya familia huwa wenye afya na upendo. Hii hupunguza migogoro na hujenga mazingira ya amani nyumbani. Jambo la pili, inalinda utamaduni na mila. Tamaduni nyingi zinategemea heshima kwa wazee na wazazi. Hivyo heshima kwa wazazi inahakikisha kwamba utamaduni na mila hurithishwa kutoka kizazi kimoja hadi kizazi kingine. Na jambo la tatu, inajenga tabia njema. Watoto wanaojifunza kuheshimu wazazi wao tangu wakiwa wadogo mara nyingi huwa na tabia njema na kuheshimu watu wengine katika jamii. Hii inawafanya kuwa raia wema na wenye msaada kwa jamii. Na jambo la nne ni ujuzi wa kushirikisha. Watoto wanaoelewa umuhimu wa heshima kwa wazazi wao hujifunza umuhimu wa kushirikiana na wengine. Hii inawasaidia kujenga uhusiano bora na marafiki, walimu na waajiri wao maeneo ya kazi. Sehemu inayofuata tutajifunza mambo yanayodhoofisha heshima ya mtoto kwa mzazi. Pamoja na kwamba heshima ya watoto kwa wazazi ni muhimu sana, hata hivyo yako mambo yanayoweza kudhoofisha uhusiano huu. Na jambo la kwanza ni ukosefu wa upendo na kujali. Wazazi ambao hawajali na kutoa upendo kwa watoto wao husababisha watoto wajisikie kuwa watu wasio na thamani na wasiopendwa. Watoto hawa wanaweza kukosa motisha ya kuonyesha heshima kwa wazazi wao kwa sababu wanahisi hawakupata upendo na heshima wanayostahili. Na jambo la pili ni udhalilishaji na unyanyasaji. Wazazi wenye migogoro ya mara kwa mara na wanaotumia lugha chafu dhidi ya watoto wao na wao kwa wao, kwanza wanajidhalilisha wao, wanawadhalilisha na kuwanyanyasa watoto wao kimwili na kihisia. Kwa lugha nyingine tunasema wanawabomoa watoto wao. Unyanyasaji huu huwafanya watoto kujenga hisia ya hofu badala ya heshima, na baada ya muda hofu hii inaweza kugeuka kuwa chuki au dharau. Na jambo la tatu ni ukatili. Wazazi ambao wanatoa adhabu zisizoendana na makosa au wanawachapa sana watoto wao, wanawafanya watoto wawaone kuwa wakatili na wasiotenda haki. Hii inaweza kusababisha roho ya ukatili ndani ya hao watoto. Hii inaweza kusababisha watoto kukosa heshima na kwa wazazi wao na kutowaheshimu watu wengine. Jambo la nne ni tabia mbaya ya wazazi. Wazazi wanaokosa maadili mema au kufanya vitendo visivyo vya heshima huwafanya watoto wapoteze heshima kwao. Mtoto anayemuona mzazi wake akifanya vitu viovu, vituko, vitu vya hovyo, hawezi kumuona mzazi wake kama mfano wa kuigwa na hawezi kumheshimu mzazi huyo, kwa sababu mzazi mwenyewe ni kituko,
anafanya mambo ya hovyo, na kwa jinsi hiyo anatengeneza mazingira ya kutokuheshimika. Jambo la 5 ni malezi mabaya. Malezi mabaya ya wazazi yanaweza kusababisha watoto wasiwaheshimu wazazi wao baadaye. Heshima si kitu cha kulazimisha, bali huota mizizi kutokana na jinsi mtoto anavyolelewa na kupendwa. Uhusiano kati ya mzazi na mtoto unapaswa kujengwa juu ya msingi wa upendo, heshima na uaminifu. Na jambo la 6 ni kutokuwepo kwa mzazi katika maisha ya mtoto. Wazazi ambao hawashiriki katika maisha ya watoto wao, hawana muda nao, kutokuwa karibu nao, na hawafuatilii maendeleo yao, kama vile kutojua wanachofanya shuleni, kutojua marafiki zao na mengine, huwafanya watoto wajisikie kama wametengwa. Kutokuwepo kwa mzazi katika maisha ya mtoto kunamfanya mtoto ajisikie kuwa mzazi hamjali na hampendi. Kwa muktadha huu, mtoto naye anaweza kushindwa kumheshimu mzazi huyo na kutomjali baadaye. Ukimdampu mtoto wako leo, ukimweka maegesho mtoto wako leo, jiandae na wewe mzazi kuwa dump, jiandae na wewe mzazi kuwekwa maegesho baadaye. Heshima hutokana na mfumo mzuri wa malezi. Watoto hujifunza kuheshimu watu wengine kwa kuona jinsi wao wenyewe wanavyotendewa kwa heshima kuanzia ngazi ya familia. Kwa hiyo, iwapo mzazi anategemea kupata heshima kutoka kwa watoto wake, anapaswa kwanza kuonyesha heshima na upendo kwa mtoto wake au watoto wake kwanza. Amen. Tafadhali usisahau kusubscribe na kubonya kitufe cha kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa au notification mara tunapopandisha au upload masomo.